Pawa kaisi wa pawa, mapenzi yako mizani mizito, kaisi wa pawa. Ndugu wapendwa, napenda nikwambia hivi, mapenzi ni matamu sana ukiyajulia. Usipoyajulia utamlaumu mtu mwenzio. Hakuna aliye mkamilifu, kila mmoja ana makosa yake, ana madhaifu yake. Wewe ni mkamilifu, wewe mwenyewe ni mkamilifu? Sio mkamilifu. Sasa basi, unapoomba mvua kwa Mungu utegemee na matope. Sawa? Unapoomba mvua kwa Mungu utegemee na matope. Kwa hiyo ujanja sio kulaumu yale matope. Yale matope ufahamu jinsi ya kujishughulikia, na Biblia ina sapoti. Biblia nayo ina sapoti hivyo. Ukisoma kwenye Biblia kitabu cha Mithali sura ya 14 inasema hivi, mstari wa 4. Zizi ni safi ambapo hapana ng'ombe, bali nguvu za ng'ombe zaleta faida nyingi sana. Wewe unataka maziwa, lakini utaki ng'ombe anye. Kweli una akili? Una akili? Unataka mvua lakini matope hutaki. Kwa hiyo hapo kwenye channel hii ya Dr. Mahaba YouTube na video 2500 na kufundisha jinsi ya kuzoa matope, jinsi ya kutoa kinyesi cha ng'ombe ili uendelee kufaidi. Ufahamu kwamba mwanaume anahitaji mapenzi aina gani na mwanamke anahitaji mapenzi aina gani. Akili ya mwanamke na mwanaume zinatofautiana. Akili ya mwanamke inaitwa multitasking brain, wakati ya mwanaume is single tasking brain. Zinatofautiana. Yaani akili ya mwanamke, umeshaona tambi zile zinazopigwa tambi, yaani zimeungana, kuna vitu vinaunganisha, yaani kitu kidogo tu hivi anatafsiri, anaunganisha na vitu vingine, anaunganisha na vitu vingine. Lakini ya mwanaume njia yake tu ni moja tu, ina focus moja. Lakini ya mwanamke ina focus nyingi. Ndio maana Biblia inasema hivi, wanaume ishini na wake zenu kwa akili. Akili ya mwanamke ni tofauti na mwanaume. Sasa kwenye channel hii na video zaidi ya 2500 za kusaidia kuelewa jinsi ya kudili na mwanamke na jinsi ya kudili na mwanaume kwenye mapenzi kitandani. Sawa? Angalia huyu mwanamke. Ngoja kutumia message ya huyu mwanamke. Sawa? Huyu mwanamke anaambia hivi, "Dokta, nataka nikutumie pesa, unitumie zile video za kufanya mwanaume awe mpole kama bata. Niko Dar es Salaam. Mwanaume hanisikilizi dokta, wala hana muda na mimi. Dokta, naomba unisaidie, maana tulipofikia mimi na yeye tunaenda kuachana. Mimi bado nampenda." Naona mzizi wa fitina uko kwake, sababu yeye kwa sasa ananiona mimi sina maana yoyote, na amempata mwanamke mwingine wa nje. Imefikia hatua hadi ananionyesha wazi wazi kwamba mwanamke wake ni bora kuliko mimi. Naumia dokta. Kwa sasa hivi ananiambia mimi sijui mapenzi ya kitandani, eti mimi ni mzuri kwa sura, kwa maumbile, lakini kitandani hamna kitu. Anasema ni wewe ni mwanamke gani? Nikamuuliza, "Ni mwanaume wangapi kufanya naye mapenzi?" Akasema wa pili. Nikamwambia, ujui mwanaume anahitaji maandalizi. Umemboa. Mwanaume ana maeneo 14 katika mwili wake na kila eneo lina ufundi wake. Sasa kwenye mtihani, upewe mtihani wenye maswali 14, wewe unajua moja, utafanikiwa kufaulu huo mtihani? Mwanaume anapaswa ajue kwamba mwanamke ana maeneo 17 na kila moja ya hayo 17 lina ufundi wake. Wewe unajua matano katika 17. Hebu fikiria mtihani ni maswali 17, wewe ukajibu matano, utafaulu mtihani? Kwa hiyo katika channel hii ya Dr. Mahaba na video zaidi ya 2500 kupa elimu katika kona mbalimbali, ili uweze usiishiwe power ya kupenda na mpenzi wako asiishiwe power ya kukupenda wewe. Akishakuona wewe ni mzigo, ujui, unamboa shwa kwa mchepuko, alafu anakuambia na uzuri wako wote utaisoma namba. Tafadhali sana tembelea channel yangu ya YouTube. Hapa niko TikTok. Bye bye.